Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Manchester United imechukua uamuzi wa kutoshindana na Tottenham Hotspur katika mbio za kumsajili kiungo wa kimataifa wa Ureno Matheus Fernandes, na klabu hiyo ya London Kaskazini waliwasilisha ofa kubwa iliyoifanya iwe mbele katika mchakato wa kumpata nyota huyo mwenye umri wa miaka 21. Ingawa United ilikuwa miongoni mwa vilabu vinavyoonyesha nia ya muda mrefu kwa Fernandes, viongozi wa Old Trafford waliona kuwa thamani ya fedha iliyohitajika haikulingana na tathmini yao ya mchezaji huyo. Badala ya kuingia kwenye vita ya kuongeza dau la usajili, United imeamua kujiondoa na kuelekeza rasilimali zake kwenye malengo mengine yanayoonekana kufaa zaidi katika mpango wa kuimarisha kikosi. Uamuzi huo unaonyesha mabadiliko ya sera ndani ya Manchester United, ambapo klabu hiyo inaonekana kutanguliza nidhamu ya matumizi ya fedha kuliko kushindana kwa gharama yoyote sokoni. Katika miaka ya nyuma, United imekuwa ikikosolewa kwa kutumia fedha nyingi kusajili wachezaji bila kupata matokeo yaliyotarajiwa, jambo ambalo limeifanya kuwa makini zaidi inapofanya maamuzi ya usajili. Hivyo kuachana na Fernandes hakumaanishi kuwa hawamthamini, bali ni ishara ya kwamba hawakuwa tayari kuvunja bajeti yao kwa ajili ya mchezaji mmoja. Licha ya Matheus Fernandes kuonyesha ubora mkubwa binafsi katika vipengele kama ubunifu wa mchezo, uwezo wa kubeba mpira na kutengeneza nafasi za kufunga, bado kuna hoja ambazo zimeibuliwa kuhusu utayari wake kuiongoza timu yenye matarajio makubwa kama Manchester United katika misimu yake miwili ya hivi karibuni ndani ya England. Katika misimu yake miwili ya hivi karibuni ndani ya ligi kuu England, ameshuhudia timu alizocheza zikishuka daraja. Ingawa kushuka kwa timu si kosa la mchezaji mmoja, baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa United ilitaka kiungo ambaye tayari amethibitisha uwezo wake katika mazingira ya ushindani wa juu, hususa katika klabu hiyo ikijiandaa kurejea kwenye mashindano makubwa barani Ulaya. Kutokana na hali hiyo, macho ya Manchester United sasa yanaelekezwa kwa kiungo wa Brighton and Hove Albion Carlos Baleba, ambaye amekuwa akifuatiliwa kwa karibu na klabu hiyo kwa muda mrefu. Baleba anaonekana kuwa na sifa ambazo benchi la ufundi linazitafuta, ikiwemo uwezo wa kucheza kwa nguvu katikati ya uwanja, kushinda mipira ya kugombea, kuzuia mashambulizi ya wapinzani na kuanzisha mashambulizi kutokea eneo la kati. Umri wake wa miaka 22 pia unampa nafasi ya kuendelea kukua na kuwa mhimili wa kikosi kwa miaka mingi ijayo. Mahitaji ya Manchester United katika eneo la kiungo yanaongezeka zaidi kufuatia kuondoka kwa Casemiro, ambaye alikuwa nguzo muhimu katika safu ya kati, na uwezo wake wa kulinda na kuleta utulivu wakati timu inapokuwa chini ya pressure. Sasa kocha Michael Carrick anahitaji mchezaji mwenye nguvu za kimwili, kasi ya kufanya maamuzi, ya uwezo wa kuchangia pande zote mbili za mchezo, yaani ulinzi na ushambuliaji. Iwapo United itafanikiwa kufikia makubaliano na Brighton kwa ajili ya Carlos Baleba, itakuwa imepata mchezaji anayechukuliwa kuwa mmoja ya viungo vijana wenye mustakabali mkubwa zaidi katika ligi kuu England. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Usisahau kusubscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Mimi naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.